Khamenei tokea ule uvamizi wa wale watu wa Hamas katika eneo lile la Ashkelon, wakati walipouliwa wale Wayahudi karibu 200 kwa mara moja na kukamatwa mateka, ambao kwa ni mwanzo ukiamsha zenye nguvu za ibada ulipohurumu ilikuwepo, lakini hasa kupata nguvu kubwa. Kwa hiyo alitaja kwamba alikuwa ni miongoni mwa wenye kuuliwa, hata wanauliwa kina Sina wala kina nani, bila shaka na yeye alikuwa ni mmoja kati ya wale waliokuwa kusudiwa. Kwa hiyo ni jambo hili kwamba ilikuwa inasubiri tu muda fulani, kwamba katika kila shambulizi au katika hujuma zinazofanya katika hujuma inafanya na Israel, unataraji kama ilikuwa imelenga lazima imlenge huyo, kwa sababu unakumbuka hata rais wa Iran ambaye hakuwa kwamba hata aliulizani, lakini inamuonyesha na zitoka tuma za mwanzo kwamba Ibrahim Rais katika ujumla iliyomwangusha ilikuwa ni imesababishwa na ama na Israeli yenyewe, kwa baada ya kupiga kabisa au pengine kukata mawasiliano na kuharibu muunganiko wa mawasiliano baina yake na waongoza ndege. Kwa hiyo kusababisha ubovu kwa helikopta yake. Kwa hiyo ukiangalia zaidi sana kwamba Wayahudi kwa namna moja waliingia mshiriki vizuri, na inaweza kuwa ni operation ya Wayahudi wenyewe moja kwa moja, kwa sababu pamoja na kufanya mataifa kama Marekani vile kwa kwamba zake zote, lakini kiongozi wa Marekani ni Yahudi ndio. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba hii ni operation ya Wayahudi ya watu wa Iran hasa na baadhi ya mataifa. Kifo cha Khamenei kinaacha athari gani ndani ya taifa la Iran na pengine Mashariki ya Kati kwa ujumla? Zaidi sana kuonyesha ushawishi wake katika Mashariki ya Kati, lakini ndio kuatia jamba sana Israel na kadhalika, na kuimarisha mizozo ya Kiarabu dhidi ya uvamizi na udhaifu wa Israel na kadhalika, lakini kuishia Marekani katika sitofahamu sana. Hata sasa ameuliwa tena Khamenei, lakini bado vituo vingi vya Marekani vimechukua jambo ambalo hawafanyi. Ni jambo la kushangaza sana, jambo ambalo hata Warusi hawajafanya, hata Wachina hawajafanya. Fakani Wachina walipigana na Marekani miaka ile ya Vietnam na kadhalika, lakini Warusi hawajafanya pamoja na nguvu zao. Lakini Khamenei amepiga vituo huko Doha, Qatar, amepiga Kuwait, amepiga Saudi Arabia, amepiga Syria, amepiga karibu maeneo yote muhimu ameipiga Israeli kwa nguvu kubwa, na si mara moja si mara mbili, kutumishana mchezo na taifa kubwa kama hilo ni hata kubwa sana. Kwa hiyo amewajengea ujasiri mkubwa wale wote wanaofikiri wanaweza kupambana na Marekani kuzuia ugaidi wa kimataifa, maana Marekani ni gaidi wa kimataifa kwa ujumla na kadhalika. Majukumu kama hizi hapo pamoja na kupigwa sana, lakini bado vimeimarisha nguvu zao na kuonekana ni mkubwa hatari inaweza kupigana kama jeshi la nchi kutoka Lebanon na kadhalika. Wahuthi wamekuwa na nguvu kubwa kutoka na Iran, na wamekuwa na uwezo wa kurusha makombora mbali ya kupambana na Saudi Arabia, lakini wakapigana na Israel vile. Unaweza ukaona jambo la ajabu sana. Na watu wa Hamas pamoja na kupigwa sana, lakini nguvu kubwa iliyofuata kutoka Iran imewasaidia sana kupambana na Israel na Marekani kwa wakati mmoja, na si Marekani na Israel kama tunavyofikiri. Na hili jambo lifanyike vizuri kwa wasikilizaji wetu, ni mataifa ya NATO, ya North Atlantic Treaty Organization, ambayo inakuwa chini ya Marekani. Kwa sababu Marekani kupigana, unaweza usione Waingereza na Wafaransa wanakuwemo kwa namna moja nyingine. Kwa hata sasa utaangalia Ufaransa jinsi anavyomshtumu Iran na kadhalika, unajua kabisa huyu anazungumza lugha ya Marekani ile inazungumza mataifa ya Ulaya, alimradi tu mataifa ya Ulaya basi salama ni chini ya NATO na chini ya usimamizi na michango mikubwa ya Marekani na teknolojia zake na kadhalika. Hivi ni kwa nini Marekani amekuwa msababishi wa migogoro kwa mataifa mengine, na tunaona kwamba mnafumbiwa macho ama kufumbiwa macho na mamlaka za kimataifa? Mamlaka za kimataifa ziko wapi wakati wenyewe ziko chini ya Marekani? Jambo moja la kuzingatia ni kwamba Marekani alitamani kuwa Ujerumani nyingine, bado Ujerumani ilikuwa ya dunia ambayo ilisikika sana ulimwengu. Ujerumani yani kwa wakati ule ilikuwa taifa lenye nguvu, lenye mabavu, lenye jeshi, lenye ushawishi, lenye nguvu na kadhalika. Sasa baada ya kupigwa na Marekani na baada ya kupigwa na Warusi pamoja na Waingereza, lakini
kubwa zaidi na Marekani sana sana katika Ujerumani wakati ule, na anachofanya Marekani ni kuwa mtawala wa ulimwengu. Na kinachotokea sasa hivi ni ukoloni mamboleo ambao una sura tofauti kidogo na ule uliopita, lakini ndio ni mbaya zaidi pengine kuliko uliopita kwa ujumla. Ukiachia nafasi ndogo kwa maneno mengine demokrasia nyingi, lakini nia ni kutengeneza ukoloni ambao umefanikiwa kutengeneza. Hauonekani kuwa na nguvu kubwa ya kupita kiasi kutokana kwa watu na Warusi, lakini unaonekana kuwa na nguvu kwa sasa, kwa sababu Marekani kwa nyakati tofauti na vitu vingi ambavyo watu Warusi hawajafanya sana. Walifanya wakati mmoja, wakati ule wa Soviet Union wakawa na lazima baadhi ya vitaifa viungo mkono. Lakini sasa ukiangalia wamefanya vitu vingi sana. Walivyoona kuzungumza Marekani watu walisema vizuri. Walivyoania Grenada kama ndio au kumtaka chochote kile ilifanyika Grenada. Wameikamata, walijaribu kuzania Cuba mara nyingi wakashindwa, watu tatu. Wameikamata, wameivuruga Chile wakati wa Samuel Allende na kauliwa Samuel Allende. Walivuruga Haiti. Huo ukweli wa mambo, japokuwa watu wasemi tu, lakini ukweli. Tumeona juzi hapa wamekwenda kuivamia Panama, wakamkamata kiongozi wa Panama, Noriega. Wamekuja kaivamia Venezuela juzi, wakamkamata Maduro. Na wanaweka masharti jinsi gani mambo yaenda. Wamevamia Iraq na kumkamata kiongozi wake, wameipiga Syria, wamemuua kiongozi wa Libya na kuharibu kabisa Libya yenyewe, wameipiga Afghanistan na kuinuka kabisa. Wameharibu mambo mengi, wamefanya mambo mengi sana duniani ambayo kwa ujumla yanatosha kuonyesha kwa Marekani anataka kuwa nani na nini kusudi lake. Hilo linajulikana wazi kwamba ni kutawala tena ulimwengu kupitia kwenye mabavu hayo na vitisho vya kijeshi na kadhalika, na hata kuwalipo, lakini kwa nia ya kupeleka kwenye nguvu ambao tunasaidia yeye Marekani na watu wengine wa Ulaya, na hata kwa chama cha Ulaya ambayo hayakubali kushirikiana kubadilishana naye kwa salamu mengi. Hamduni, zipi athari za mapigano hayo hasa kwa nchi za Afrika? Mataifa ya Afrika yataathirika kwa sababu ya ujinga wetu wenyewe. Bila kupiga Afrika kwa sababu ya ujinga wetu binafsi. Watu watazungumzia nishati, lakini Afrika ina mafuta mengi sana. Tuna gesi nyingi sana. Kuna mafuta ya Angola, kuna mafuta ya Gabon, kuna mafuta ya Nigeria, kuna mafuta ya Algeria na gesi, kuna mafuta ya Uganda sasa. Na inakutana kuna mafuta ya Tanzania, Burundi, kwa hajasema. Inawezekana kuna mafuta vile vile. Kwa hiyo hili swala la athari tunalitazama vibaya, lakini tuna mambo yetu. Afrika imepiga hatua katika teknolojia. Tulipokuwa na milioni ambalo ni la hatari kabisa za reli ambazo zinakaribia kuongoza Afrika nzima. Tuna barabara zinazotoka Cairo mpaka South Africa. Tunazungumza lugha zinazofanana, tuna utamaduni unaowiana. Unanifahamu? Tuna lugha kubwa kama Kiswahili, Kiosha na kile mengine ambayo inaweza kukinga katika mataifa yetu pengine kuliko lugha za wageni na kadhalika. Na sisi ni watu tunaofanana kwa sura, kwa rangi, kwa tamaduni na kwa lugha na kwa mila na kila kitu. Tuna mihogo yetu, tuna viazi vyetu, tuna maziwa yetu, tuna bahari yetu, tuna samaki, tuna ng'ombe wengi, tuna mifugo wengi pengine kuliko bara lote duniani. Kwa hiyo tunapata maziwa, tunapata nyama, tuna mbuzi wengi, tuna kondoo wengi, tuna ngamia, tuna kila kitu. Hata kama itashindikana, kuna farasi, kuna punda, kuna vitu gani, hizo zinaweza kusaidia, lakini tayari tunakuwa na nguvu kubwa ya utengenezaji wa vitu. Kwa mfano South Africa ni kitovu cha teknolojia, Misri ni kitovu cha teknolojia ya Afrika, Algeria ni kitovu cha teknolojia ya Afrika, inaweza kuenea. Tanzania yenyewe inayopiga hatua kubwa sana. Kwa nini tusitegemee? Kwa nini tusitegemee? Kuna kutegemea mataifa ya Ulaya na Marekani na kuwapigia magoti katika vitu ambavyo tunawapa si wenyewe, ndio mwanzo wa matatizo tulionayo. Hayo ndio lazima kwa jumla tusingepata athari yoyote ila ile tunatakia tu wenyewe. Naam. Ulimwengu utarajie nini? Bila shaka ulimwengu unataraji mambo mengi, kwamba Irani wana tabia za kurithishana. Wameeleza siku 40 za maombolezo, lakini kwa maana hiyo kwamba Khamenei kama hajahudumiwa katika nchi zilizotokea akafa, tayari alikuwa anasema alikuwa amemteua mrithi wake, na kwa desturi wao wanakuwa na watu wanaofuata baada ya hapo. Hiyo ni kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, lakini kwa taratibu za maimamu, yani wao wanamuita imamu. Uongozi wa Said Khamenei utaweza kuiongoza Iran
katika utaratibu ambao baraza ile shura ya maimamu inakubaliana, na si mawazi ya imamu mmoja au ayatollah mmoja pekee. Hapana, kundi kubwa la wanazuoni wa Iran ambao wanaongoza mitazamo ya kidini na kiimani katika nchi Iran wanaweza wasilekeze msimamo wake kidogo, kwa sababu si desturi ya Uislamu kukubaliana na mambo ya kienyeji namna hiyo. Wanaweza wakaza mkwiji, japokuwa inaweza kusababisha madhara makubwa sana. Labda kwa kuona kwamba wanaweza kupunguza zaidi, wanaweza kupunguza kwa mambo, lakini katika msimamo ya kiimani hakutapungua chochote. Tunaweza kuwa ni mambo katika masuala ya dunia, lakini katika masuala ya kiimani hakutapungua lolote, na wana dunia utaraji mabadiliko yote ya kiimani kwa watu wa Iran na nchi ya Iran na huyo ambaye atakuwa ni kiongozi mpya. Kwa hiyo swala msingi tunaweza kuona ni kwamba uhasama tunaweza kutengeneza mazingira mengine, lakini kutafuta jinsi ya kujiandaa, kwa sababu huwezi kujiandaa katika mapigano, ila kwa sababu mapigano yataendelea kwa ukali sana na kisasi kitalipwa kwa gharama kubwa sana. Nafikiri uhusiano katika Mashariki ya Kati unaweza kuharibika sana, na mambo mengi yanaweza kutokea, lakini kimsingi ni kwamba Iran itaendelea kwa Iran, kwa sababu sio mara ya kwanza. Kwa hiyo maana wamekufa mayatollah wengi, ayatollah Ruhollah Khomeini amekuja, kina Mosavi, akina ayatollah Montazeri na akina ayatollah Khamenei, sio mmoja, ni wote kufanya, kila mmoja anachukua na. Kwa hiyo swala msingi ni kwamba tunataka kujua bila shaka ndio itakuwa Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Nicolas Maduro, kiongozi wa Hezbollah kama tarejea, kiongozi wa Hamas, kiongozi wa Iran ambaye hivi sasa tunamzungumzia, pamoja na kiongozi wa Syria, wote wameguswa na mkono wa Marekani, mbali na wengine ambao sijawataja. Nani anafuata baada ya hapa, ama nchi gani inafuata baada ya hapa? Mataifa yote ambayo yataonekana yanawapinga Marekani, yakiwemo mataifa ya Afrika, ya kwetu Afrika itakuwa ni kugusa tu, sababu hatuna nguvu kubwa ya kijeshi ya kuweza kudhibiti vishindo. Lakini jinsi Samora Moise Machel alivyofanyiwa wakati ule, kama tunakumbuka, ni ikaja lawama kwamba wataalamu wa Kiyahudi, wale watu wa Mossad, washirika wa Gosori kwa mwingilia kati na kuangusha ndege yake na kuipatia mwelekeo. Ndege yake ikapata ajali, tunaweza kwa kupata hiyo shida na wataonekana kama kinyume na Marekani na mataifa ya Ulaya. Urusi na China ni ngumu kidogo, sababu nao wana magumu yao. Kwa nafikiri kwa mengi sana ambayo bado yanaweza kutokea duniani, yanayatakuwepo. Mataifa mengi ya Asia yatakuwa kuja mgogoro wa namna hiyo, na Syria itakuwa kwenye shida kama watamtokeza kupinga, lakini tutaiona Greenland. Nafikiri kwa nidhamu ya Greenland, nidhamu ya Ulaya kwa sasa, kwa Marekani inaitaka Greenland kwa ujida wa uvumba kutokana na madini yaliyoko pale ambayo ni madini ya muhimu, lakini vile vile kuendelea kujimarisha kijeshi ya Ulaya ambayo hayaamini sana mjumbe Trump na katika pamoja na mataifa ya Afrika Kusini. Tunaona huko kwa Mexico, tunaangalia mto haya kina Honduras yana nguvu kubwa, lakini mataifa ya Brazil na Argentina lazima yajiandae katika hilo. Sasa mataifa mengi yaliyo katika na kadhalika na Saudi Arabia inaweza kuwa moja. Iliaminika kwamba Uchina, Russia na Korea pengine zingeleta, Korea Kaskazini zingeleta usaidizi kwa Iran, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Nini ambacho kimetokea katika mataifa haya? Wanazidi kujifanya wasiaminike kwa ujumla. Yanaonekana mataifa ambayo yana ubinafsi wengi, au kwa kuhofia Marekani, lakini vile vile kwa kuhofia uchumi wao kuharibika zaidi, na wanajiangalia wao kama wao. Kwa hiyo nafikiri bado dunia haijawa na kombozi zaidi ya watu wenyewe katika mataifa yao kusimama na kusema kwamba mambo haya hatukubaliani nayo na kadhalika. Ni nani wa kumfunga paka kengele katika hili? Ulimwengu ulioshikamana, ulimwengu watu wenye kuthubutu, ulimwengu watu wenye tambua, ungetaka ungemfunga paka kengele mara moja Marekani, lakini kwa bahati mbaya huko hivyo. Nafikiri kuna neno hili ya Arabina, kila mtu na nafsi yake. Nafikiri wa China na Warusi wangeweza kumfunga kengele paka kengele,